يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. وتذكرت زماني معهم، ما أجمله ذاك الزمان، حين غابوا لم تغب ذكرهم، لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. وتذكرت زماني معهم، ما أجمله ذاك الزمان، حين غابوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Imani Media, ni kipindi chetu, kipindi maalumu ndicho ambacho leo hii kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa pamoja katika kipindi hiki ili tuweze kustafidi kwa yale ambayo yatakuwa yakijiri. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, leo hii katika kipindi chetu niko naye mwanahistoria wetu Sheikh Muhammad Saidi. Yeye ndiye ambaye atakuwa naye katika kuelezea historia za waliopita. Historia za waliopita, lakini leo Mwalimu Saidi atakuwa akizungumzia katika historia hizi ambazo za waliopita katika kitabu cha Abdul Wahid Sex, ndicho ambacho atakuwa akizungumzia kuelezea mambo mbalimbali ambayo yalitangulia ya watu ambao walitangulia maarufu wana historia. Nadhani kwamba kwa muda huu mwanahistoria wetu Mwalimu Saidi ataweza kutuwekea wazi ni kina nani ambao leo hii ataweza kutuletea katika kipindi chetu hiki cha waliopita. Mwalimu Saidi, kwa kuanza tu na kupa nafasi hii uwasalimie watazamaji wetu na hata wasikilizaji, kisha tuweze kuendelea na kile ambacho umetuandalia kwa siku ya leo. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa kupa muda tu ningependa kukupa nafasi hii ili uweze kuelezea kile ambacho leo hii umekusudia kukizungumzia. Karibu sana. Mimi nikajiuliza jirani, ingelikuwaje kama Allah asingenifanyia mimi au asingetufanyia sisi hisani ya kuweza kuiandika historia ya wazee wetu waliopigana kuikomboa nchi hii kutoka mikono ya wakoloni. Hujiuliza ingelikuwaje kama nisingekaa kitako nikaandika kitabu hiki, Maisha na Nyakati za Abdul Wahid Said 1924-1968, historia iliyofichwa kuhusu harakati za Waislamu dhidi ya ukoloni wa Uingereza katika Tanganyika. Hujiuliza ingekuwaje, kwa sababu hadi leo uhuru zaidi ya miongo 6 historia imeandikwa, lakini ni kama vile watu hawaikubali kuwa kulikuwa na Waislamu Tanganyika waliowaita wengine walikuwa nje ya mapambano kuungana kupambana na. Mwalimu, kabla hujaendelea, umesema kuna watu hawaikubali. Hawa watu ni wa Tanzania au wa nje ya Tanzania? Nje ya Tanzania kitabu kimepokelewa vizuri sana, kiasi ambacho baada ya kukichapa kitabu hiki, unajua kina miaka 25, jambo la kwanza niliingizwa katika mradi wa kuandika vitabu vya historia na kujifunza lugha ya Kiingereza kwa shule za msingi Afrika Mashariki. Pili, ni kitabu kikatiwa kwenye Journal of African History.
Hili ni jarida kubwa la history ambalo linachapwa na Cambridge University. Vile vile nikaalikwa Northwestern University Chicago kwenda kukieleza kitabu hiki, na Northwestern University ndio wanaongoza ulimwengu mzima katika historia ya Afrika. Nimealikwa pale na nikazungumza. Ndio ninasema ingekuwaje kama Allah singetujalia kuwa na kitabu hiki. Kitabu hiki nimekianza kwa tabaruk, na mwanzo kabisa sentensi ya kwanza nasema nakitoa kitabu hiki kwa Profesa Ali Malima 1938 mpaka 1995, ambaye akiwa kijana mdogo aliacha shule Tabora School ili kujiunga na TANU kupigania uhuru wa nchi hii. Naendelea na kusema kuwa uhuru umepatikana, lakini miaka mingi, na hii ilikuwa wazi. Profesa akaona mbona kuna mambo hayajakaa vizuri, mbona Waislamu hawapo katika elimu, hawapo popote. Profesa nani huyo? Kigoma Ali Malima. Ndio nakitoa kitabu hiki kwake, tabaruku yangu hiki. Alafu naeleza kuwa akaanza kuzungumza kwa hii si haki, na hasa pale alipokuwa waziri wa kwanza Muislamu kushika wizara ya elimu. Pale ndio kuja kugundua kuna mchezo unachezwa katika wizara ya elimu ambao unawazuia vijana wa Kiislamu kupata elimu ya juu, na akaandika barua kwa Rais Mwinyi kumweleza ile hali ambayo ipo katika wizara ya elimu. Ile barua bahati mbaya ilivujishwa na ilimletea matatizo makubwa. Akawa tena yeye anaandamwa kushoto, kulia, mbele, nyuma. Walikuwa kipindi kile watakumbuka. Basi mimi nikaona kitabu hiki, kwa sababu ninaandika historia ya Uislamu na jinsi walivyopigania uhuru wa Tanganyika, hii tabaruku lazima kitabu nikitoa kwa Malima. Mwalimu Saidi, umesema kwamba Profesa Kigoma Malima aliandika barua baada ya kuona ile hali ambayo si nzuri katika wizara yake kwa Mheshimiwa Rais. Alafu unasema ile habari ikavuja. Ilivujaje wakati barua kaandika yeye kumpelekea Rais? Ajirani, huwa tunasema kuwa sisi nchi yetu serikali haina dini, lakini raia wake, watu wake wana dini zao. Ikiwa serikali watu wa imani moja ndio wamehodhi nafasi zote katika serikali, vipi utasema serikali haina dini? Kama mizani iko sawa sawa, hapo unaweza kusema kweli serikali haina dini, wote wamo. Lakini ikiwa wengine wako nje na wengine wako ndani, vipi utasema? Ilikuwa jambo jepesi sana, kwa sababu serikali nzima wameshika watu wengine. Kwa ilikuwa rahisi sana ile barua, na ilitolewa ikawafikia mpaka vyombo vya habari, na balaa lake lilikuwa kubwa sana. Malima akafanyiwa uadui mkubwa kiasi ambacho walitengeneza kundi ndani ya bunge kuwa kila anaposimama Malima na mzomea. Vyombo vya habari, wahariri wakuu wote wakawa wao kazi yao kile wakinyanyua kalamu zao wakichoga penseli zile ni kumshambulia Malima. Mimi nimeishi katika kipindi hicho na nimeona ilimkuta Malima. Ndio maana nikasema kitabu hiki mimi tabaruku yangu nitamtolea Profesa Malima. Mwalimu Saidi, nakumbuka kweli kama ulivyosema serikali ilikuwa na wengi watu upande wengine kuliko upande mwingine, lakini japokuwa ni wachache walikuwepo
au walikuwa wakilizungumziaje hili, ikiwa kama walikuwa kuna wengine wao walikuwa na Ali? Sikiza nikwambie, nitajibu swali lako, nadhani utaridhika. Malima alipelekwa kwenye kamati kuu ya CCM Dodoma, likazungumzwa hili jambo, kweli Waislamu wanadhulumiwa kwenye elimu? Halikuzungumzwa hilo, na Nyerere alihudhuria kikao hicho, halikuzungumzwa hilo wakati wa mwenyekiti, lakini alialikwa. Halikuzungumzwa hilo kwa sababu kama lingezungumzwa hilo na Malima jinsi mimi nilimjua Malima kwa kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kufa vizuri sana, tukizungumza mengi, Malima angesema kila kitu pale. Basi hiyo agenda ilipofika, Mwalimu akasema, sikizeni bwana, waambieni hawa maskofu wasidhanie kila kitu mambo yatakwenda kama wanavyotaka wao bwana. Lile jambo likazimwa kwa hekima kubwa kabisa, na Malima akaondolewa kwenye wizara ya elimu. Mimi nimemwandikia Malima kile kipindi chake kigumu, nimemwandikia huu bado mswada, kitabu cha maisha kile kipindi ambacho kigumu, nimeandika hapa bwana. Nimeandika marehemu Profesa Makigoma Ali Malima, mwana harakati, mwandikia, lakini bado ni mswada, haujachapwa. Yote yaliyomkuta mpaka anakufa. Asante sana, tuendelee na kitabu chetu cha Abdullah. Sijamaliza na Profesa akatoka chama cha CCM akajiuzuru. Ni kisa kirefu, chote nimkihadithia hapa. Akaingia kwenye chama cha NRA, National Reconstruction Alliance, na akawa sasa anagombea uraisi uchaguzi wa 95 kupitia NRA. Na hakika wakati ule hali zilikuwa ngumu, na katika hali hiyo alikwenda Maka. Kutoka Maka akaenda Uingereza, London, hakurudi mzima. Dar es Salaam Malima akafariki. Huyu ndio mtu mimi nimemfanyia tabaruku kwenye kitabu hiki, kwa mtu anakapofungua kitabu ukurasa wa kwanza amsome Malima alikuwa nani. Unasema tuendelee na kitabu? No. Na kwenda kwenye hapa, kuna habari zangu mimi hazina maana yote, mimi mnanijua. Na kwenda kwenye shukurani, kuwashukuru wale ambao walinisaidia mimi kunipa taarifa nikaweza kuandika kitabu hiki. Naanza na marehemu Said Ali Mwalimu kutoka kusini ya Tanganyika, sehemu za Mtwara, Lindi huko, wenyewe wakimwita Makarios, pamoja na Muhammad Ali Abdallah. Hawa wazee nimekaa nao mimi kitako, wakanieleza vipi walivyoweza kuingiza TANU kusini, kwa sababu kusini ilikuwa ni ngome ya kanisa, na walikuwa na kanisa lilikuwa linapiga propaganda kuwa hii TANU ni maji nyingine inakuja. Wakanieleza yote hayo. Natoa shukurani kwa Yusuf Chembera, wote watu wa Lindi hao, na Salumu Mpunga. Yusuf Chembea au Chembera? Chembera. Na Salumu Mpunga. Salumu Mpunga alikuwa dereva wa lori. Yusuf Chembera yeye alikuwa anafanya kazi kwenye welfare center pale Lindi. Hawa ndio waliounda TANU pamoja na mzee wao Masudi Mnonji. Hawa nimekaa nao, wamenikaribisha majumbani kwao, tumekaa kitako, wakanihadithia kila kitu. Kwangu mimi ilikuwa jambo ambalo hata siwezi kulieleza. Historia ilikuwa haipo, imefutwa kabisa.
Nakwenda namshukuru mzee Tewa. Tewa nyumbani kwake nilikuwa sipungui. Tewa na babangu wamekuwa pamoja. Tewa Saidi Tewa. Tewa amenihadithia mengi mengi mengi. Nimekwenda nikamwona na mzee Dosa Azizi nyumbani kwake Ruvu. Nimekaa naye kitako na yeye akanieleza yake Mlandizi kule. Haya, nimekwenda Tanga, nimekutana na kina Muhammad Kajembe, nikakutana na Maka Omari. Hawa wote bwana, watu wa kawaida kabisa, na ndio wamefanya kazi hii ibadilishe historia nzima ya uhuru wa Tanganyika, kwa sababu watu walidhania kuwa uhuru umekuja kwa sababu walikuwa na kiongozi ambaye ana degree. Hapana. Alikuwa na makamanda, watu waliojitolea nafsi zao na mali zao kuipigania nchi hii. Shukurani zinakwenda kwa mzee Omar Suleiman na Haruna Taratibu Dodoma. Hawa Omar Suleiman alikuwa fundi cherehani, Haruna Taratibu fundi mwashi. Nikaona kama nasema hawa ndo watu walioleta uhuru wa nchi hii hawa. Au fundi mwashi walikuwa wao ni kina nani katika hawa? Ndo hawa wazalendo waliounda chama cha tano na kupigania uhuru bega kwa bega na Mwalimu Nyerere. Picha zipo. Historia ilikuwa hakuna wala huoni popote watu hao, wala hawataji bali popote. Nikaenda nikamwona mzee wangu Hassan Suleiman. Huyu alikuwa na historia ndefu. Hassan Suleiman yeye kaanza toka 1940 kwa vita vya pili. Yupo katika uongozi wa taa pamoja na Ali Juma Ponda, na habari zao zimeandikwa. Nikaenda kuona na Rashidi Musa Tabora, Bilal Rehani Waikela, Germano Pacha. Huyu Rashidi Musa alipojua mimi kama ni mjukuu wa Salubu Abdallah, akanambia, la, wewe umechukua wazimu wa babu yako wewe. Unapita unataka kuandika historia hii, watu wanaiogopa wanataka kuiandika. Kwa sababu babu yangu yeye Salubu Abdallah ni mmoja katika waasisi wa tano Tabora 1954. Na vile vile ni kiongozi wa migomo mitatu mikubwa ya railway kuanzia mwaka 47, 49 na mwaka 60. Hicho kitu kingine. Mwalimu Said, mimi na swali hapo. Nini hikma ya kufichwa historia katika jamii? Ninavyofahamu mimi, historia hata kama ni mbaya inatakana iwepo na ifahamike ule ubaya wake, na kama ni nzuri ndio zaidi lazima iwepo ifahamike. Kwa nini inafichwa historia? Simuone majina yanayokutania hapo. Unaona majina yanayokutajia hapo? Hapo huyaoni? Yasikia. Umesikia majina? Kwa baba yangu Ali Clasht Sykes. Huyu yeye kwa kuona ile juhudi yangu ile, yeye alinifungulia hazina ya nyaraka za familia yake, kwa sababu wao Ali baba yake mzee Clasht Abdallah Sykes, yeye ndiyo muasisi wa African Association mwaka 1929 pamoja na Ibrahim Hamisi pamoja na Suleiman Majisu, Ali Saidi Mpima, mzee bin Sudi, Zibe Kidasi. Unaona majina hayo? Unaona majina hayo? Umewahi kusikia majina haya popote yanatajwa? Hayapo ya majina popote yanatajwa. Hawa ndio walianzisha waasisi wa African Association pamoja na Cecil Matola na Rekes Watts na Watson Watts na Rekes Kusi.
timu ile walikuwa Waislamu 6, wengine 3 tu, na baba yake haya akaja kayaeleza kwa kuandika maisha yake, akayaacha kabla ya kufa mwaka 49. Kwa hiyo Ally-Sykes alinifungulia hazina ile hazina ya nyaraka zina umri labda miaka 100. Mohamed, soma hizo, utaona vipi nchi hii sisi tulipigania, mimi na kaka yangu na mdogo wangu Abdul Wahid huyu na mdogo wake Ali. Kadi namba 1 Julius Nyerere, kadi namba 2 Ally-Sykes, kadi namba 3 Abdul Wahid Classics, kadi namba 4 Dosa Azizi, kadi namba 5 Dennis Pombea Mnyasa kutoka Nyasaland, sasa hivi Malawi. Na kadi namba 6 Edome Okochi Budoi Mluya kutoka Kenya, kadi namba 7 John Rupia. Igani nimesoma kwenye nyaraka za Ally-Sykes, anasema kadi namba 7 ni yake yeye, lakini wajukuu, nimezungumza na mjukuu mmoja wa mzee John Rupia, akanambia hapana, namba 7 ni ya babu ile. Iwe takavyokuwa, lakini hao ndio watu walikuwa mstari wa mbele. Nadhani hizi shukurani tuzimalize tuendelee mbele. Sawa. Kwa hiyo tunaweza tukawaita ni the big 6 yao wasiofahamika. Sasa vipi umekuja uhuru unanufaisha watu wengine kabisa. Kabla hujaingia katika uhuru, mwalimu, naam, nilikuuliza swali hapa, nini hikima ya watu kuficha historia? Ni kuwa fahamu kwamba historia inatakiwa ifahamike kwa hali yoyote, ikiwa ni mbaya au nzuri. Wao wakwezeke na wengine wanaonekana si chochote, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka. Leo tunaihadithia historia hii, wao wanaisoma upya, wao sasa wanaisoma, wanajifundisha historia hii upya, na hakuweza kukizuia kitabu hiki kisitoke. Na kuambia tunakwenda sasa toleo la 5 katika miaka 25. Kitabu hicho kimechapwa mara 4, kimependwa sana, pasi kusema. Kila ninapoalikwa mimi, mpaka wakati mwingine ninacheka, kila ninapoalikwa kwa sababu tunahadithia habari ya Ally-Sykes, na kilichokushangaza mwenyewe amekufa, hakupata kusema nini kafanya katika nchi, wala hakutabuliwa kama yeye ni katika watu waliotoa msaada mkubwa, kwanza kwa Mwalimu Nyerere, pili kwenye 5 kwa kutoa nguvu zake na fedha zake, mpaka anaingia kaburini hakusema. Tumekuja kusema sisi watoto wake baada ya miaka mingi yeye kisha kwenda mbele yake. Naam bwana. Naam, umesema kwamba hikma ya kufichwa historia kwamba kuna wengine wazimwe, wengine wanyanyuke, ili kwa hii ni haki yao, kwa sababu hao walipigania hii, kwa hivyo wao wamepigania kwa hivi, hao wengine hawana mchango wowote, kwa hiyo sasa wako kule chini. Sasa nini hikma ya kuwafanya wale wawe chini? Kwa sababu kila mtu mwenye kufanya jambo huwa na malengo na makusudi. Wao wanataka wao waonekane ndio walofanya hivyo, wao ndio wawe wakubwa, wao ndio watamalaki, wengine wawe si chochote. Lakini Allah hakutaka iwe hivyo. Kitabu tumekiandika hiki na tumekifasiri mwaka 2002. Kitabu chenyewe cha kwanza ni hiki hapa, nimekuletea picha yake ili upate kukiona. Kitabu chenyewe ni hiki, ile cover ya kitabu chenyewe cha kilipotoka 1998 ni hiki. Hii ndio picha ya jalada la kitabu chake. Sawa. Naam bwana. Naam, tuendelee. Labda baada ya kuielezea, kutoa shukrani zako hizo kwa hao waliotangulia, wana historia hao, nini chengine ambacho kinafuata? Naanza na sura ya kwanza. Kwanza naanza na utangulizi kabla ya kwenda sura ya kwanza. Kwenye utangulizi namtaja babangu
kuwa nikimsikia akizungumza utoto wake alipokuwa anakulia Dar es Salaam, mtaa wa Kipata, nyumba ya babake na nyumba ya kina Sykes zilikuwa zinatazamana hivi. Babangu na watoto wa klasi wote wamekwenda shule Al-Jabiatul Islamia Muslim School, shule iliyojengwa na baba zao. Naanza na hilo. Kwa hiyo msomaji anakuwa anajua kuwa huyu mwandishi ni kuwa alikuwa karibu sana na historia hii na ni sehemu ya historia hii. Halafu namweleza tena babu yangu katika utangulizi kuwa katika ule mkutano wa kuunda chama cha TANU mwaka 1954 lilikaa jopo la wanamji wa Tabora kuwa tunapeleka mjumbe kwenye uasisi wa TANU, na mjumbe alikuwa Germano Pacha. Sija Pacha mimi nimezungumza naye uso kwa macho. Sasa tunataka mchango wa nauli na masurufu ya kutumia. Maneno hayo alinieleza mzee Sheikh Abubakar Bulima. Anasema katika mchango ule, tena nieleza hajui anamtaja ni babu yangu mimi. Anasema kwenye ule mchango tuliopiga pale, pesa nyingi alitoa mzee Popo. Babu yangu mimi ni Salumu Abdallah Muyukwa Sami Tungo Mwaka Popo, majina ya Kimanyema hayo. Alitoa 20,000 wakati huo, ilikuwa nyingi sana. Nikamwambia Sheikh Mulima, huyo baba Popo ndio babu yangu mimi. Wewe mjukuu mzee Popo? Sema. Nikaenda mbele nikasema kuwa nikawa mimi na dadisi toka udogo wangu napenda kusikiliza ile mazungumzo kuwa ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Nikipenda mimi. Sasa nilipomaliza hapo ndio nakuja kwenye ukurasa wa kwanza. Tunaanza sura ya kwanza, na hii sura ya kwanza nimeianza kwa kusema kuwa nasema uongo kama vile nyasi juu ya maji huelea. Hili ni shairi la Mwingereza mmoja tu John Dryden. Anasema uongo huyo kama vile nyasi juu ya maji huelea. Atafutaye lulu hana budi kupiga mbizi. Niko na maana wao walikuwa nasema maneno historia ambayo si ya kweli, lakini nimekuja mimi nimepiga mbizi kuitafuta lulu, nimepata lulu, nimeleta juu, ndio kitabu hiki. Sasa hapa ndo naanza kueleza Dar es Salaam ilivyokuwa wakati wake. Wakati wazee wetu wanakuwa katika miaka 20, miaka 20 ndio baba zetu sisi tumezaliwa. Sisi bado hatujakuja hapo. Naeleza kwa mji huu, naeleza mengi, lakini moja ambayo la muhimu ni kuwa Waingereza katika wagawe upate kuwatawala, waligawa Dar es Salaam katika sehemu 4. Waliweka Mission Quarter, hii waishi wa Kristo. Ile Kariakoo, hii waishi Waislamu. Kula Windini waishi wa Asia, Wahindi. Alafu kula Oysterbay wazungu. Unaona bwana? Na hii ilikuwa na athari mbaya, kwa sababu sisi watu weusi, sisi wote ni watu wamoja. Sasa ukija kutugawa tena ukatupanga kwanza, wewe
hawa Wakristo wakae huku, Waislamu wakati huu wakae huku, unapanda mbegu mbaya. Ilikuwa mtu akienda kutaka chumba kupanga, kama kina Kariakoo, unamuuliza wewe unaitwa nani? Mimi naitwa John. Waambie nenda Mission Quarter. Yani kwa jumba hizi wewe huwezi kukaa. Miaka 50 hiyo. Na Muislamu na akienda kule kota afuate nini? Anataka kupanga. Haijatokea hiyo. Haijatokea, hakubaliwi, haijatokea wala katika fikra yao haiji. Kwa nini? Wakati wale unaona vizuri sana kuwa umeleta hili umelileta, hakuna hata mtu mmoja anataka kuniuliza hivi, je, wao wangetaka kwenda kule? Wale wakijihisi kuwa sisi ni, kwa sababu wao walikuwa wachache hapa, wakijihisi kidogo kuwa unyonge, kuwa hapa si petu sisi. Mwalimu Said, kidogo naona tupate mapumziko kidogo ili tuweze kupumzika alafu tuweze kurejea inshallah. Asante bwana. Naam, mtazamaji, ni kipindi maalumu. Mada ni historia waliopita. Ni mwanahistoria Mwalimu Muhammad Saidi ndiye ambaye leo hii tuko naye akizungumzia kitabu cha Abdul Wahid Sykes, ndicho ambacho anachokigusia na kukipitia. Mapumziko mafupi kisha tuweze kurejea.